Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo nataka nilizungumze hapa. Najua wengi hamtanielewa leo, lakini kwa sababu ni jambo muhimu, hata kama msinielewe leo, ipo siku mtanielewa kwa kuchelewa. Mimi ni mtu ambaye napenda kusema ukweli, hata kama utaumiza watu ambao ni watu wa karibu yangu au ni watu ambao na waheshimu na nawapenda. Kama kuna jambo ambalo nimeona lina shida, napenda kuzungumza kwa sababu ni ukweli. Unajua raha ya ukweli ni kwamba hata kama akiusema cheese, kwa sababu ni ukweli, unakuwa kweli. Sasa tuje kwenye point ya msingi. Ukiwa hapa duniani, ni muhimu sana kujua mipaka yako. Ni muhimu sana kujua mipaka yako. Na kama kuna eneo lolote ambalo una operate au kuna eneo lolote ambalo unafanya kazi, either kama mtumishi wa Mungu, ni muhimu kujua mipaka yako ni ipi. Kama mtumishi wa Mungu unayedili na jamii kwenye mambo ya kijamii, kwa sababu unaweza kuwa mtumishi wa Mungu unayedili na jamii kwenye mambo ya kiroho, na pia unaweza kuwa mtumishi wa Mungu unayedili na jamii kwenye mambo ya kijamii. Sasa ukisha kuwa mtumishi wa Mungu unayedili na mambo ya kijamii lakini kwa njia ya rohoni, ni muhimu uelewe mipaka yako. Sasa ngoja nianzie hapo utanielewa. Mtumishi wa Mungu wa rohoni, anadili na mambo ya rohoni, ana kazi ya kuwasaidia watu kupata haki zao kwa njia ya rohoni au kwa njia ya kiroho. Yaani kwa mfano kama mimi Dennis, kuna jambo ambalo nahitaji wewe ulipate. Ni jambo la kimwili sawa, lakini natakiwa nikufundishe unawezaje kulipata hilo jambo kwa kanuni za rohoni. Pale ambapo kanuni za mwilini hazikupi matokeo, basi unatakiwa ufanyeje kwa kanuni za rohoni ili upate matokeo. Kwa mfano, unaweza ukafanya biashara kwa kanuni za kidunia za kawaida na ukafanikiwa, lakini pia unaweza ukafanya biashara kwa kanuni za kiroho na ukafanikiwa. Sasa mara nyingi kanuni za kimwili zikigoma, ndio tuna apply kanuni za rohoni. Lakini mara nyingi sana, kwa sababu tuko duniani hapa, jambo la kwanza linaloanza, kwa sababu tuko duniani hapa, ni jambo la mwilini kwanza. Na ndio maana hauhitaji maombi ili uoe, hauhitaji maombi ili uolewe, hauhitaji maombi ili ufanye biashara, hauhitaji maombi ili upate mtoto, hauhitaji maombi ili ufaulu darasani, hauhitaji maombi ili ujue kuendesha gari, hauhitaji maombi ili ununue kiwanja, kwa sababu ni vitu vya kawaida. Ila vinapogoma kwenye kanuni za kikawaida, sasa ndio unahamia rohoni kuangalia shida iko wapi, kwa sababu kwa kawaida nilipaswa nipate hili jambo. Sasa mbona sijalipata? Shida iko wapi? Ndio tunaingia rohoni sasa kutafuta majibu. Sasa kwa kipindi hiki cha uchaguzi sasa, itakiwa iwe kawaida watu kupata haki zao. Kawaida inapogoma sasa, ndio tunatakiwa tuangalie sasa rohoni tunafanyaje. Unapona watu wananyimwa haki zao kwenye kanuni za kidunia za kawaida, tukiamua kuja rohoni kuzitafuta, sasa tunatakiwa kuangalia kiroho tunapataje hizi haki. Yaani nataka niongee kwa lugha nyepesi ambayo utanielewa. Ni kwamba mtumishi wa Mungu anayedili na jamii kwenye mambo ya kiroho anatakiwa wasaidie wanajamii kupata haki zao za kimwili kwa kanuni za kiroho. Yaani ndio wewe ni mwanadamu wa kawaida, unapaswa kuolewa mpaka sasa hivi. Mbona hujaolewa? Shida ni nini? Unapaswa kuwa na watoto. Mbona hujapata watoto? Shida ni nini? Unapaswa kufanikiwa. Mbona hujafanikiwa? Shida ni nini? Kwa tunaangaza rohoni, shida ni nini? Ukishasema mtumishi wa Mungu, tafsiri yake ni kwamba kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, tuna vitu tunaviangalia. Ni mtumishi wa Mungu anayedili na jamii kwenye mambo ya kimwili, au ni mtumishi wa Mungu anayedili na jamii kwenye mambo ya kiroho? Ukiwa mtumishi wa Mungu, lazima ujue mimi nadili na mambo ya kijamii kwa upande wa rohoni, au nadili na mambo ya kijamii kwa upande wa mwilini. Lakini kawaida yanatakiwa yaanze kwa namna ya mwilini. Ikitokea sasa kwa namna ya mwilini imeshindikana, ndio tunaingia sasa rohoni kuangalia shida ni nini. Sasa kwa mfano, kwa mwaka huu ambao tunaelekea kwenye uchaguzi, kuna watu ambao Mungu amewapa nafasi huko kwenye maeneo hayo, kwenye maeneo ya politics. Mimi sio mwanasiasa. So kuna watu ambao wana majukumu ya kisiasa, wataongea kisiasa, wana namna yao ya kupata haki zao kisiasa. Wana namna yao ya kupata haki zao kisiasa. Kwa mfano ndo kama hivi, mtu akipiga kelele, hajasikilizwa, anataka haki zake hajapewa, anaamua kuandamana. Kwa upande wao wako sawa. Watu wa politics ambao wanadili na mambo ya kijamii moja kwa moja. Sio watu wa rohoni, ni watumishi wa Mungu wanaodili na jamii kwenye mambo ya mwilini tu. Ukiwa mtumishi wa Mungu unayedili na jamii kwenye mambo ya kiroho, kwenye kukwama kwa mambo mbalimbali, kwenye kutafuta majibu ya matatizo mbalimbali, kuna kanuni zetu sisi ambazo tunatakiwa tuzitumie.
Kuna kanuni ambazo tunapaswa kuzitumia. Ukiwa mtumishi wa Mungu, lazima ujue mipaka yako. Kwa sababu mipaka yako itakusaidia usizidi wapi. Mipaka yako itakusaidia uishie wapi. Na uongee kwa hekima kwa kiwango gani kulingana na jinsi ambavyo unaishi mipaka yako. Sasa, kwa mfano, kuna watu ambao wao ni watu wa Mungu lakini wanadili na politics. Ni watu wa Mungu lakini wanadili na politics, wako kwenye masiasa huko. Ni watu wa Mungu, wanafanya masiasa huko. Wanapoona hawapewi haki zao, wana namna yao ya kudai haki zao kwa kanuni zao kwenye eneo la watu wa Mungu kwenye maeneo ya politics. Alafu na sisi watu madhabahuni tunapaswa kuzungumza pale ambapo tunaona watu hawapewi haki zao. Tunapaswa kupiga kelele, kupaza sauti, kuzungumza madhara ya kunyima watu haki zao. Nini ambacho kitatokea kama mkinyima watu haki zao? Mungu anasemaje kama hamtawapatia watu haki zao? Tunaishia hapo. Alafu kwenye watu wanaposema tunaandamana, sisi kazi yetu sisi ni kuombea hayo maandamano yaende kwa amani, ni kuombea hayo maandamano yasizae vurugu, ni kuombea hayo maandamano yasiumize watu, ni kuombea hayo maandamano yazae matokeo yaliyokusudiwa. Lakini hatupaswi kuchochea maandamano, hatupaswi kuunga mkono maandamano kwamba na mimi naunga mkono kama mtumishi. Hapana, hiyo sio kanuni ya mtu wa rohoni anayeleta majibu ya kijamii kwa njia ya rohoni. Kuna watu ambao wataleta majibu ya kwa watu, wataleta solution ya matatizo ya watu kwa kanuni za kiduniani, ni watu wa Mungu, wala sio dhambi kwao, sio kosa kwao. Wakihamasisha tu kuandamana ni sawa kwa upande wao. Kwa mfano, mwanasiasa ni mtumishi wa Mungu mzuri, anampenda Mungu, ana hofu ya Mungu, hafanyi dhambi, lakini amenyimwa haki yake. Ila ni mwanasiasa. Yeye anapaswa kuangalia sheria. Kawaida nikinyimwa haki yangu hii, sheria inasemaje? So ataona napaswa kuandamana. Yeye atahamasisha maandamano na ataongea na watu wake wa kisiasa ambao ndo hao washirika wetu tulionao. Ndo hao washirika wetu tulionao. Ndo hao tulionao makanisani. Ataambia tuandamaneni. Watasema sawa, wataandamana. Ila mimi kama mtumishi wa Mungu sipaswi sasa kuyabariki hayo maandamano, sipaswi kuyaunga mkono hayo maandamano, sipaswi kuyapromote hayo maandamano. Je, ni mabaya? Sio mabaya. Ni makosa kufanyika? Sio makosa kufanyika. Ni haki yao kuandamana wanapoona wanaonewa, ni haki yao. Lakini mimi mtu wa Mungu, kazi yangu ni kuleta majibu ya kimungu kwa namna ya rohoni pale ambapo ubinadamu, ukawaida, kanuni za kawaida za kiduniani zimefeli. Kanuni za kawaida za duniani zimefeli. Sasa tunatumia kanuni gani hapa? Ndio kama tunapasa sauti. Tunasema wanakataa. Tunatabiri mabaya. Tunatabiri vile Mungu anatutuma tuseme. Tunatabiri kwamba msipofanya hivi Mungu atafanya hivi. Kwa sababu Mungu anatutuma, tunasema. Wasipotii sasa, tunarudi kwa Mungu aliyetutuma, tunamwambia Mungu, wewe umetuambia tusifuatishe namna ya dunia hii. Imagine tumeambiwa msifuatishe namna ya dunia hii. So kuna namna ya dunia hii ya kusolve matatizo, lakini kuna namna ya rohoni ya kusolve matatizo. Namna ya dunia hii ikishindwa kutupa matokeo, ndio tunaenda sasa kwa Mungu. Mungu, namna ya dunia hii imeshindwa kutupa matokeo, wewe unasemaje sasa? Ndio Mungu anatutuma sasa, fanyeni hivi, ombeni hivi. Ndio tunafunga, tunaomba, mara ghafla vitu vinatokea. Kwa namna isiyokuwa ya kawaida, kuna namna Mungu analeta solution. Unashangaa aliyekuwa katili, aliyekuwa hasikilizi, Mungu analainisha moyo wake. Ghafla anaanza kubayana kile ambacho tulikuwa tunakitaka kwa njia ya maombi. So tumepata matokeo kwa njia ya maombi. Lakini pia kama wakiwa wabishi, tunaripoti kwa Mungu. Sisi hatuhamasishi watu wetu. Yaani sauti ya nabii haipaswi, au sauti ya mtumishi wa Mungu wa madhabahuni haipaswi kusikika ikiambia watu fuateni kanuni za kidunia kupata haki zenu. No. Sisi hatupaswi kufanya hivyo. Sisi tunapaswa kuomba, kuambia watu nini wanapaswa kufanya, kuitisha maandamano ya maombi. Tuombeni Mungu aingilie kati. Mungu anapenda sisi tuenende hivyo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi 12:2. Anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sio? Ngoja tusome hilo andiko hapo, ili uone kitu cha msingi sana ambacho ningetamani kila mmoja akielewe. Sio wote watanielewa na sio shida, kwa sababu lengo ni kuleta matokeo halisi. Sasa unaleta matokeo halisi ukitokea kwenye pande gani? Ukisoma kama mtu wa Mungu, lete matokeo kwa upande wa kimungu. Na ndio maana kazi yetu ni kuhubiri na kutabiri. Hata Mungu alimwambia Musa, sema ilitokea hivi. Hajamwambia tusuko nao hapo, Waisraeli suko nao hapo Misri, unasema nakuelewa, andamaneni basi kwa Farao. No, Mungu akumwambia Musa hivyo. Mungu alimwambia kamwambie Mungu amesema hivi. Musa anakuja na tabiri, anaondoka zake. Kazi ya Mungu ni kutimiliza yale ambayo Musa ameyatabiri. Kwa hiyo Mungu angekuwa na uwezo kumwambia hivi, Musa,
wewe watu sio kuelewa. Si ndugu zako wao, waambie basi wagome kufanya kazi. Andamaneni basi kwa Farao. Msifanye kazi, gomeni. Msifanye kazi, kaeni hapo, nendeni kwenye maofisi yake, kafanyeni fujo na kila kitu, au andamaneni kwa amani, atawaachilia. No. Mungu alimwambia Musa katabiri, sema itakuwa hivi. Musa anamwambia mimi naenda, lakini Mungu ameniambia kama utaruhusu watu waondoke, kesho itakuwa hivi. Na inakuwa hivyo hivyo. So kazi ya nabii ni kutabiri Mungu atafanya nini msipotekeleza. Mimi naongea kile ambacho Mungu amenituma, naondoka zangu. So kuna namna lazima ujue mipaka yako. Mimi kama mtu wa rohoni natakiwa nilete majibu kwenye jamii yangu kutokea rohoni. Na majibu ya kutokea rohoni ni Mungu ananipa nije niaseme. Wasipofanya nini Mungu atafanya. Ila kwa wale wa mwilini ambao sio watu wanadini mambo ya mwilini, yani watu wa Mungu sawa, lakini wanaleta majibu kwa njia ya kimwili. Wao wakiambia watu andamaneni, wao ni sawa. Kwa nini wao ni sawa? Kwa sababu ndio njia yao, ndio maeneo yao. Sasa angalia kwenye Warumi 12 anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na utimilifu. So kazi yangu mimi ni kuambia watu kikawaida sitakiwa iwe hivi. Sawa, tutendea haki zetu. Twendeni tukaombe. Tunaenda kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, hawa watu wakataka kutupa haki zetu. Tunakuja kwako. Wewe ndio unamiliki pumzi zao za uhai. Wewe ndio unamiliki afya zao. Wewe ndio unamiliki kila kitu walichonacho. Una uwezo wa kutempa na afya zao. Gusa afya zao, wakuelewe Mungu. Mungu ndio anaanza kutekeleza. Mungu akiona tunatumia kanuni za kidunia, ananyamaza. Naona si bado mnajiamini mnaweza hayeni. Ila kwa watu wa duniani kuandamana na kuhamasisha maandamano, wao ni sawa. Kwa sababu wao wanataka majibu kwa njia ya mwilini. Majibu yao wanayataka kwa njia ya mwilini. Sisi watu wa Mungu, majibu yetu si ni yale ambayo yanaitwa miracles, supernatural miracles, vitu ambavyo sio vya kawaida. Inawezekanaje? Mtu aseme jamani, inawezekanaje? Sasa hatuwezi kusema inawezekanaje kwa kutumia kanuni za duniani, huku ni ngumu. Lazima tuseme inawezekanaje kwa kutumia kanuni za rohoni. Mimi Dennis natakiwa niongee, jamani, kuua watu si sawa. Hiki anachokifanya sio sawa. Kupaka demokrasia si sawa. Kupora haki za watu si sawa. Na kama mkienda kufanya hivi, Mungu atasimama na kuhukumu. Natakiwa nimuulize Mungu, Mungu niseme nini? Mungu ananiambia kaseme hivi. Mimi nasema kama Musa, nikimaliza na nyamaza, afu Mungu anawaangalia. Mmekuwa na kiburi sawa. Mungu anatuma tena sauti yake. Mungu akiona bado kiburi kipo, ndo anaanza kutembelea sasa. Unashangaa Mungu anaingia kazini. So nikianza kuwahamasisha watu waandamane, nimetoka kwenye ukiroho sasa. Nami nimekuja ukimwili. Sifa ya kuwa mtumishi wa Mungu nimeikosa. Sio wote watakao nielewa, kwa sababu nachokiongea sio cha watu wa kawaida, ni watu wenye level kubwa ya rohoni. So kama level yako ya rohoni ni ndogo, huwezi kunielewa. Ni ngumu sana mtu wa rohoni kuhamasisha maandamano. Maandamano ni kanuni hapa duniani ya kupata haki kwa wale wanaoonewa. Ukiona umeonewa hapa duniani na hutaki kuchelewa, hutaki kuita kumomba Mungu moja kwa moja, kaandamane, utapewa haki yako. Ni haki yako kikatiba, sio shida. Lakini kwa mtu wa rohoni, hupaswi kuhamasisha maandamano. Unapaswa kuwafundisha watu ni namna gani tutapata matokeo kwa njia ya rohoni. Tunaenda kuomba sasa. Na ndio maana Mungu ametupa muongozo, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. So namna ya dunia hii, wao watataka maandamano. Sisi kama watu wa rohoni, hatufuati namna ya dunia hii. Badala yake sisi tunaangalia rohoni tunawezaje kupata matokeo ya haki zetu. Tutaenda sasa mbele za Mungu kuomba. Sasa ndio maana Mungu ametupa mpaka Mungu ametupa na mifano hai. Watu waliokuwa wamebanwa mahali, watu ambao walikuwa wanapitia matatizo kama yetu, walifanyaje wakafanikiwa. Nimekuwa mfano wa kwanza, nimekwambia Mungu hakumwambia Musa andamaneni na wana wa Israeli kwenye nchi ya Misri. Hapana, Mungu alimwambia tabiri, mwambie nini kitatokea. Musa akasema, na Mungu alifanya kweli. So na sisi Mungu ili afanye, tumuonyeshe tumtegemea yeye peke yake. Tukianza kutegemea akili zetu kama watu wengine wa mataifa ambao kwao ni haki, kwao ni sawa kufanya, tumefeli. Trust me. Na ndio maana tunashindwa kupata matokeo. Kwa sababu gani? Mimi naibuka nasema hiki, mwingine anaibuka nasema hiki. Tunatofautiana kwenye namna ya kupata taarifa mbinguni. Kuna mwingine anasema kwa sababu ya mapenzi yake binafsi, anaipenda taifa lake, anaona halitendewi haki. So kwa sababu ya kukosa subira, anakosa kusubiri mbele za Mungu, anaona tutachelewa, Mungu anaweza akachelewa kuamua. Tuamueni sasa. Ndio maana Waswahili wanasema adui unayemweza usimwachie Mungu. Wao ndio wanasema sisi hatuna hiyo adui unayemweza usimwachie Mungu. Sisi tuna kanuni zetu. Ndio maana kuna andiko linasema ukipigwa shavu hili ngeuzie na hili. Sasa hii haimaanishi kama ukionewa kubali kila sehemu. Rudi kwa Mungu, mwambie Mungu hii ni sawa. Mbona mtu ananifanyia hivi ni sawa? Sasa angalia Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha,
ikiwa watu wangu, ikiwa Ramando Selira Pakranema Logrea Seville Antigla Zuzi Velia Pala Telishanto Zelikrina Mandokovi Antigras. Manake nini? Sio wote ambao Mungu anazungumza nao hapa. Mungu amechukua watu baadhi ndio ambao anawalenga hapa. So usiende na kiherehere wakati sio wewe. Amesema ikiwa watu wangu. So katika taifa kuna watu Mungu amewatenga kwenye kuleta majibu ya kiroho, kwenye kuleta majibu ya kimwili kwa njia ya kiroho. Kuna watu Mungu anawalenga kwenye taifa kuleta majibu ya kimwili kwa njia ya kiroho. Ndio maana anasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Imagine Mungu amesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. So kuna watu wa Mungu katika taifa walioitwa kwa jina lake. Kazi yake ni nini? Kazi yao ni nini? Kuleta majibu ya mwilini kwa njia ya kiroho. So kama wanaleta majibu ya mwilini kwa njia ya kiroho, wao hawapaswi kuhamasisha kanuni za kimwili. Kazi yao ya kwanza ni kabla hawajaamua rohoni, ni kusema jamani, wapeni watu haki zao kama Musa. Achilia wana wa Israeli waende. Usiwabane, wacha waende, hataki. Tabiri sasa, Mungu amesema useme nini? So ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, anasema mimi Mungu nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao, alafu mwisho siku na kuiponya nchi yao. So nchi itaponywa ikiwa watu wa Mungu walioitwa kwa jina lake watafuata hii kanuni. Kanuni gani? Watajinyenyekesha, wataomba, wataacha njia zao mbaya. Mungu amesema atasikia toka mbinguni na kuiponya nchi. Sasa wewe ukihamasisha maandamano, tafsiri yake ni kwamba umeungana na watu wa Mungu wanaotafuta majibu ya watu kwa njia ya mwilini na si kwa njia ya rohoni. Wakati sisi kazi yetu tunatafuta majibu ya watu, majibu ya kimwili, lakini kwa njia ya rohoni. Njia ya rohoni si kuandamana, njia ya rohoni ni kuomba. I know. Sio rahisi kunielewa, lakini ni jambo la ajabu Sayuni. Ni jambo la ajabu la aibu Sayuni kusikia Dennis na hamasisha watu wakaandamane, eti wakadai haki zao kwa njia ya kuandamana. Kwa sio kama ni dhambi, unielewe, sio dhambi, lakini mipaka yangu ya kitumishi hainiruhusu kufanya hivyo. Mipaka yangu ya kitumishi inaniruhusu kukemea, kupaza sauti, kuambia watu makosa yao na kuambia nini kitatokea kama hata nsikiliza. Hiyo ndio kazi yangu. Ila kuna watumishi wa Mungu kwenye upande wa siasa, wao acha wahamasisha watu kuandamana. Na watu wakaandamana ni hawa washirika wetu, sio shida. Ila wewe mtu wa Mungu hupaswi kuhamasisha maandamano, badala yake unapaswa kuongoza watu wa Mungu hao katika njia ya rohoni, kwa sababu tumeambiwa tusifuatishe na dunia hii. Wakati unajiandaa kuandamana, usiandamane kwa sababu Nabii Dennis amesema, usiandamane kwa sababu mtumishi wako amesema, usiandamane kwa sababu bishop amesema, usiandamane kwa sababu mtume amesema. Kama umeamua kuandamana, ujue kabisa hivi, natafuta haki yangu kwa njia ya kimwili, of which ni kawaida, sio tatizo. Lakini kwa mtu wa rohoni anatafuta haki yake kwa njia ya kimwili kwanza, ya kawaida. Ikishindikana kwa njia ya kawaida, anarudisha ripoti kwa Muumba kwamba ilitakiwa nifanywe hivi, sikufanyiwa. Mungu na kuachia wewe uamue. Ndio Mungu anaamua. Sasa basi, tusiwe watumishi wa Mungu wa madhabahuni ambao tunahamasisha watu kuandamana, kwa sababu tunajua hiyo sio kanuni yetu sisi ya kudai haki zetu tokea kwa Mungu. Kama watu wakishindwa kutupatia haki zetu hapa duniani, tuna namna ya kulalamika, kuna namna ya kuamua. Na hiyo namna ya kuamua ndio nimekuwa mifano tu miwili na kutosha. Angalia Musa, angalia waamuzi walikuwa wanafanyaje. Muangalie Esther alishindaje vita yake. Muangalie Deborah alishindaje vita yake. Mbona wao hawakuandamana? Mbona wao waliomba? Esther anawaambia wenzao, ombeni. Mimi naenda kulala na mfalme, ombeni. Mbona hajaandamana? Kevalance liman avala kozel tidaba itaba ivoredeski dia. Juzeveli itoku pa livra aka lero receiver. Shina zuzika pali gai. Tuzeveli ikano maiva lianzo zila janoke peli itasko veli pra anglo diska yade. Ziza la kovainde eshkada. Tuzeveli ma ilete ruko sevila shalanzo zikida ampali yadai. Zute melivra anzoki velira na kasuva. Shekata la ande. Tulimeli azoka pile teligrana mayatia. Zuzi veli antashata. Zokope livrane eligra.
Suva tarakida. Angeweza kuambia andamaneni. Lakini Esther anaambia ombeni, fungeni na kuomba, mimi nakutana na mfalme. Hizo ndo kanuni zetu sisi za kiroho. Esther hakuambia watu wake waandamane. Esther aliambia watu wake ombeni. Musa kuambia wana wa Israeli waandamane Misri. Musa aliambiwa tabiri, mwambie asipoachilia muondoke nitafanya nini. Waamuzi walitumia njia za kibinadamu, walishindwa. Debora alitumia njia gani akashinda? Tuna kanuni zetu sisi kama watu wa rohoni kudai haki zetu hapa duniani. Kama njia ya kibinadamu ya kawaida ikishindikana, ya hiari, njia ya kuforce kwetu sisi sio kuandamana. Njia ya kuforce kwetu sisi watu wa rohoni ni kwenda mbele za Mungu kuomba. Mungu akiona tumedhamiria anajibugi. Nyinyi mnajua Petro alikamatwa akatoka gerezani. Mbona Wakristo hawakuandamana? Kwa nini Wakristo hawakuandamana? Kama ni kuuawa, watu aliuawa. James aliuawa, Yakobo aliuawa, James aliuawa. Lakini kipindi ameuawa na Petro akikamatwa akawekwa ndani. Imagine watu hawakuandamana, waliingia kwenye chumba fulani na kuomba. Malaika akatariza vela katokepa ashkada ya tesi. Malaika akatokea gerezani, anamkuta Petro amelala. Malaika anamwamsha Petro, anamwambia vaa viatu vyako tuondoke. Anavaa viatu, anamtoa mpaka nje ya gate, nje ya lango. Huyu ni malaika. Huyu Mungu amebadilika, ndio yule yule. So kwa nini leo tumeacha kanuni zetu kama watu wa rohoni? Kazi yetu ni kupaza sauti, kuongea, acheni kufanya hivi, acheni kufanya hivi. Wasipo tusikia nini tunafanya? Tuarudisha mpira kwa kipa. Kipa ni nani? Ni Mungu. Wamekata kutusikiliza. Tusemeje? Mungu atasema tabiri. Tabiri na tabiri. Itatokea hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na nyamaza. Afika pembeni. Angalia Mungu acheze mchezo sasa. Lakini sisi sasa tumeacha kanuni zetu. Tunaamua kufuata kanuni za duniani. Na bidii sana hamasisha watu waandamane. Hivi kweli mtumishi wa Mungu kabisa unahamasisha watu waandamane? Si Mungu anakushangaa? Unahamasisha watu waandamane kwa sababu wamekosa haki zao? Ni dhambi, sio dhambi, lakini mimi mipaka yangu hainiruhusu kuhamasisha hicho kitu. Tujifunze kwa wenzetu. Wenzetu walipokuwa na kwama walifanyaje? Waliandamana? Never. Walipanda kwenye milima na kuomba, walijifungia mahali na kuomba. Ziva lashkeli ya nana za vatilas. Naibu kwenye ufalme wa Mungu. Unamwambiaje mataifa Mungu wangu ana uwezo wa kuamua kwa haki? Mungu wangu hazihakiwi. Mungu wangu anaweza kaamua, ana uwezo wa kuandika mene tekela peresi. Mungu haandiki mene tekela peresi kwa kuandamana. Kwenye magoti huku rivala kuzele antakrade aso zikafa itakaya dias. Kaya malavadias takuva. Juze litro nevaliana baskevida antakla anzozi. Faskoti anshkada yabai. Zuzile te para vena asoza. Mero ni anzuve ketishka aso taba ikra. Zuzile verena anakazuzea fakata. Tevo reando zuve shakata alukre ndelia zuzive entagra na mandaka afaskotich. Tuone kama mwisho wa siku watakimbilia wapi. Kwa sababu kuna namna nyingine wanaweza wakajifanya wajuaji, wana silaha na kila kitu. Eranoze veli kayuto kupaya. Kuna maeneo silaha zifiki. Isteva anzozi etorina maragadus zuvakata epali granana mazivalate. Huwezi kushindana na mkono wa Mungu wa hukumu ukashinda. Vano sevi prona verazando eva zakotoferia anclado savila. Tuskeveli na mazozile pozeli takuva eligranazi. Lazima ionekane tofauti kati ya mtu wa rohoni na mtu wa mwilini kwenye kuamua hatima ya taifa. Erio zovila palakatusha. Zuzile veri enkopeli ranamazo zila elanonimalikro topaka pruno zizelia. Watu wa mataifa watapiga kelele, wakikoseshwa kupewa haki zao, wana haki ya kuandamana kikatiba na kisheria. Ni haki yao. Tena wanatakiwa pewe ulinzi wao. Lakini faranuze viliata ala kujeni ramaziza. Tila mandori bando suva paruna melikri nizo zile ishote paya kayo tuske peli titacho peli krina zuzila vranilas. Shata kurameli tuze meli vrano nunuzilate. Kina noyapa likrana mozile. Sisi watu wa rohoni hatupaswi kufanya hivyo. Tunapaswa kuwaambia wasipo tusikia ni magoti. Tuone sasa wao wenye silaha, wao wenye mamlaka, na sisi ambao tuna Mungu ambaye anashikilia pumzi zao. Inero nizo veli paku fates kadabayate jula melikrana valire. Wasipo tusikiliza kuna Mungu atawatokea na kuandikia ukutani many tekele la peresi. Huyo ndiye Mungu tunamtumikia sisi. Hapo wenye kuelewa wamenielewa. Ni marufuku
mtumishi wa Mungu kuhamasisha maandamano barabarani, hii sio njia yetu sisi ya kudai haki. Ni njia ya wananchi ya kudai haki. Lakini sisi watumishi wa Mungu ni walinzi wa amani, ni wahubiri wa amani. Na tukiona kuna amani inavunjwa mahali, sauti yetu ya mwisho sio kuambia watu waandamane, ni kwenda mbele za Mungu. Yeye hushikilia pumzi za watu, ataamua. Shalom.